Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana 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 kwa nafasi hii tena ya upendeleo aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Tumekusanyika tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tumekusanyika kwa jina hili la Bwana Yesu lipitalo majina yote, lenye nguvu na uweza na mamlaka na heshima na amri juu mbinguni, chini duniani, hata chini ya nchi. Tumekusanyika kwa jina hili, na mwenye jina yupo katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi. Ninakukaribisha sana katika ibada hii, na Roho Mtakatifu wa Mungu apate kutupa mioyo ya unyenyekevu na hekima katika kulipokea neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nawe ni Mama Eli wa Jesus is the way. Ni kwa neema tu, neema ya Mungu imenisimamisha katika nafasi hii kama chombo cha Mungu. Mimi ni mtumishi tu. Basi imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake, la tosha kukuokoa kabisa na kukutoa kwenye maangamizo yako yote. Ili neno unalolisikia ukilielewa, ndio ushindi wa maisha yako hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba, tunasema asante. Wewe ni baba yetu wa mbinguni na duniani. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, uliyeumba mbingu na nchi na vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Uliyetuumba sisi kwa mfano wako, ukatupulizia pumzi yako, tumekuwa nafsi zilizo hai. Mungu Baba, wewe ni wa ajabu sana Baba. Matendo yako yanatisha, tena yanatisha kama nini. Tunakushukuru kwa kutupa tena hii nafasi Baba. Hakika umetukusanyisha tena sisi pamoja. Ni sisi watoto wako Bwana, tulioko mbali na karibu. Tumekusanyika kwa jina la Bwana Yesu. Tunakusanyika Bwana, tumekusanyika. Tuko mbele zako Baba yetu wa mbinguni. Tuko mbele zako Baba yetu wa mbinguni. Tunanyenyekea mbele zako Baba yetu wa mbinguni. Baba, katika agano la damu yako takatifu, tunashuka kabisa Baba. Baba, kama mtoto wako na kuhani wako na mtumishi wako na chombo chako ulichonisimamisha kwa neema yako Baba. Ninaingia kwenye kiti cha neema sasa na kiti chako cha rehema. Baba, katika agano la damu ya Yesu napiga magoti. Mungu wangu na Baba yangu. Ninatubu. Ninaomba msamaha Baba kwa ajili yangu na kanisa lako lote Baba. Unirehemu Bwana, unisamehe dhambi na makosa. Unioshe kwa damu yako takatifu, damu ya sadaka, damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kwa kujua kutokujua nimekukosea. Baba, ninaomba rehema zako na neema yako sasa katika jina la Yesu, nikizama kwenye kijito cha utakaso ambacho ni damu ya Yesu. Baba, nakushukuru kwa msamaha huu. Basi Baba, sasa nimesimama kwa ajili ya watoto wako Baba. Nakusihi umsamehe kila mmoja. Samehe mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu. Wasamehe watoto hao, wasamehe wao na familia zao na ndugu zao na jamaa zao na koo zao. Mungu, nakusihi kwa wingi wa huruma na rehema zako upate kumrehemu kila mmoja. Watoto wako wote Baba, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kanisa lako, mwili wako, viungo vyako Baba, uliotuthamini sana ukatufia msalabani. Basi Baba, nakusihi damu yako ipite sasa kwenye maisha yao, safisha mioyo yao, roho zao, nafsi zao, maisha yao yatakase sasa kwa damu yako takatifu Baba. Nasema asante. Nasogea mbele zako Baba kwa damu yako takatifu. Endelea kutuangalia kwa majicho la damu yako Bwana Yesu. Endelea kutuangalia kwa macho ya damu yako takatifu Baba, damu yenye kutuhesabia haki mbele zako. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunajimimina kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, dhihirika kama nguvu ya mwalimu yenye kutufundisha, na sisi tumekubali kuwa wanafunzi wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, dhihirika kama nguvu ya Mungu yenye kutuokoa. Dhihirika kama nguvu ya Mungu yenye kutuongoza, na sisi tumekubali kuwa wafuasi wako Baba, katika jina la Yesu. Tuende wapi? Kwako kuna maneno ya uzima Bwana, na ndipo tunasogea mezani pako Baba. Tunahitaji kula na kunywa mezani pako Baba. Sema nasi Mungu Baba. Neno lako Bwana lenye kuokoa likatuokoe na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Neno lako mfalme wa amani likaweke nuru kwenye kila eneo la maisha yetu. Neno lako ni uzima wetu Baba. Neno lako mfalme wa amani likaponye wagonjwa wote walioko mahospitali na majumbani. Neno hili Bwana Yesu likamuinue aliyeinama. Neno lako Mungu linapiga mbio sana, likatimize kusudi lako leo likusudia Baba.
Hili neno lako Bwana halitapita hata nukta moja. Baba, nakushukuru, fungua ufahamu wetu tupate kuyaelewa maandiko kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tupe kulitii neno lako kwa unyenyekevu kabisa Baba. Finyanga mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu kulipokea neno lako kwa unyenyekevu kabisa Baba. Nakushukuru kwa kuwa Mungu umetenda, kwa maana fadhili zako ni za milele. Roho Mtakatifu wa Mungu, tuko chini yako. Roho wa Bwana, ongoza ibada hii Baba, mwanzo mpaka mwisho, kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya jina lako Mungu liye hai, katika jina la Yesu Kristo. Naenda kinyume na kila nguvu yoyote ya giza ile iliyojinua, inayojinua na itakaojinua, nami ninaitamkia imeshindwa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikiifunika ibada hii na kila eneo unapopita, kwa jina la Yesu linapita katika damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Malaika wa Mungu, ninawaalika katika ibada hii, mkasikie neno hili pamoja nasi. Mliopo hodari kulitii neno la Mungu, malaika wa Mungu mkawe pamoja nasi. Malaika wa Mungu mkasikie neno hili pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante, utukufu na heshima vyote vikurudie wewe Bwana. Asante Baba, kwa maana naona utukufu wako ukidhihirika Baba, kwa ajili ya jina lako, na sifa zote na shukrani zirudi kwako Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia siku ya leo unasema, lazima ujue ya kwamba damu ya wanyama haiwezi kukupatanisha kamwe na Mungu aliye hai. Amen. Na Mungu aliye hai. Ninaposema Mungu aliye hai, yupo mmoja tu, lakini pia kuna miungu. Sasa damu ya wanyama inaweza kukupatanisha na hao miungu, yani inaweza kukupatanisha na shetani, lakini haiwezi kukupatanisha na Mungu aliye hai. Na Roho Mtakatifu afungue akili zetu tupate ufahamu huu. Na somo hili linawalenga wale ambao kwa jinsi moja au nyingine wameshirikishwa kwenye ibada ambazo hizo ibada zinatumia damu za wanyama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwa kujua au kwa kutokujua, wanaona kama wanaunganishwa na Mungu aliye hai, kumbe wanaunganishwa na shetani. Kwa hiyo neno hili limekufikia upate ufahamu, na huu ufahamu upate kukuokoa. Uijue kweli, kweli ikuweke huru. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anatuonya kwa wale ambao wanachinja na kutumia damu kufanya ibada yoyote ile. Leo hii anasema ya kwamba damu ya wanyama haiwezi kuwaondolea dhambi, wala haiwezi kumpatanisha mwanadamu na Mungu wa mbinguni, bali inampatanisha mwanadamu na shetani. Waibrania 10:4, neno la Mungu linasema, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haiwezekani. Yaani haiwezekani damu hizi za mafahali na mbuzi kumwondelea mwanadamu dhambi ikampatanisha na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na Waibrania 10:8 tunaona ya kwamba pale Mungu hapendezwi na hizo sadaka za damu za wanyama, na wala hazitaki kabisa. Neno la Mungu linasema, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. Kwa hiyo ni machukizo kwa Mungu Mungu akiona wanadamu wanachinja na kutumia ile damu kama sadaka. Haijalishi ni swala la kimila, kibinafsi, kiwaganga. Sasa lazima tutambue hichi kitu kinamchukiza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa maandiko hapo juu yanasema Mungu anachukizwa na sadaka zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. Kwa nini? Kwa sababu Mungu Baba wa mbinguni ameshatuletea wanadamu ukombozi kamili kupitia sadaka ya damu ya mwanaye Yesu Kristo.
na ndio maana hizo sadaka za wanyama hapendezwi nazo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asipewe sifa. Kuna watu wanafanya ibada wakizani wanamwabudu Mungu wa mbinguni, kumbe wanamwabudu shetani, kumbe wanaisujudia kuzimu. Nimeshaona kwenye sherehe, kwenye misiba watu wanachinja na ile damu wanatumia, au kwenye sherehe fulani watu wanachinja na ile damu wanatumia, wakiwa na imani kwamba wanamwabudu Mungu aliye hai. Lakini leo hii neno hili lipate kukufungua na kukupa ufahamu kwamba unamwabudu shetani, haumwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kwa ufafanuzi kidogo, zamani katika Torati au katika sheria au katika agano la zamani, Mungu aliweka utaratibu wa sadaka za wanyama, na hizi zilikuwa zinatolewa kupitia makuhani. Sawa? Na makuhani wale viongozi, na ilikuwa inamlazimu kuhani huyo kutoa kila mwaka hii sadaka, kwa sababu maandiko yanasema zilikuwa haziondoi dhambi, bali zilikuwa zinafunika, zilikuwa hazimkamilishi mtu. Na ndio maana ilimlazimu Mungu kumleta mwanaye Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu sisi dhambi zetu ziondolewe. Maana zamani zilikuwa zinafunikwa katika agano la kale, sasa hivi zinaondolewa na zinamkamilisha mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakuhakikishia neno hili kwa neno la Mungu la Waebrania 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tasoma taratibu. Neno la Mungu linasema, basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Ni kivuli, sio kitu chenye halisi, ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haziwezi wakati wowote, sema wakati wowote, kuwakamilisha wakaribiao. Yaani hizi dhabihu wanazozitoa kila mwaka, hizo za wanyama, haziwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, wanakuwakaribiao kwa wapi? Wanaomkaribia Mungu, wanaotaka kumkaribia Mungu. Damu ya wanyama haiwezi kukupatanisha na Mungu aliye hai. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Na ndio maana walikuwa inawalazimu kila mwaka kuweka sadaka za wanyama, kuchinja sadaka za wanyama. Kumbuka hapa naongelea kuhusu hiyo Torati, agano la kale. Ndio maana neno la Mungu linaendelea kusema haiwezekani. Neno la Mungu linasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana, sikia, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Hili ni neno la Mungu linasema. Hem, tuseme wote huu mstari wa mwisho. Sema, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani. Sasa wapendwa, zaidi ya yote maandiko haya yanajaribu kutuambia kama damu ya mafahali na mbuzi ingekuwa na kiwango cha kuwakamilisha wamwabuduo Mungu, isinge walazimu wakati huo kila mwaka kutoa sadaka. Ingewasafisha mara moja tu na wasingejiona tena kuwa kama wanadhambi. Sasa kilichotokea sasa hivi, shetani anaendeleza system ile ile, na wakati Mungu ameshatuletea system mpya. Sasa ili wanadamu wasikamilike mbele za Mungu, shetani kaendeleza huu utaratibu ambao Mungu ameukataa. Nimekusomea Waebrania 10 mstari wa 8. Dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. Kwa hiyo shetani kaendeleza hii system hii. Na kuna dini nyingi, kuna watu wengi, wengine ni Wakristo wanaenda kanisani, lakini wanatumia damu za wanyama katika ibada zao. Wakiwa wengine wakiomba ulinzi.
Sasa huo ulinzi unaoomba, niko tu hapa kukupa ufahamu kwamba ujue ni unaomba ulinzi wa shetani. Na shetani kazi yake ni kuchinja, kuangamiza, kuchinja na kuua kabisa, si ndio? Na ndio maana baadaye unakuja kupata madhara. Kama ni ibada za mizimu, ile mizimu inaanza kukufuatilia wewe na kizazi chako, kuua maisha yako, kuua uchumi wako, kuua hatua za maisha yako, kwa sababu shetani siku zote akikufurahisha leo, ujue mbele yako hapo kuna shimo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya kwa kushirikishwa, kwa kujua kutokujua, neno hili limekuja leo hii likupe maarifa. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kumpatanisha mwanadamu na Mungu aliye hai. Sasa kila mwanadamu anayenisikia atambue ipo sadaka moja tu yenye kumkamilisha mwanadamu chini ya jua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ipo sadaka moja tu yenye kumkamilisha mwanadamu na kumpatanisha na Mungu aliye hai. Sadaka hii ni moja tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakusomea Waibrania 9 kuanzia mstari wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai amekuja, amekwisha kuja. Tena neno la Mungu linasema, liko wazi, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe amekuja. Aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Damu ya Yesu ndio inatuwakilisha kule mbinguni, patakatifu pa patakatifu. Ndio maana niko hapa kukwambia, mwanadamu, hakuna ukombozi bila damu ya Yesu kuingia kazini. Huwezi kukombolewa, huwezi kuwa na uzima wa milele kama hujaamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na kufuka kwa ajili yako, ukakubali ile damu yake ikutakase. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukaamini, ukamwamini huyu Kristo Yesu. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliye mtuma kwetu. Kwa sababu kupitia njia hii, Yesu ndiye njia, ndio tunapata ukombozi sisi wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Mungu atusaidie sana. Waibrania 10 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, lakini huyu, yani Kristo, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele. Hii ndio dhabihu inayodumu hata milele. Kwa hiyo hatutazamii dhabihu nyingine, hatutazamii sadaka nyingine. Hii ndio dhabihu, neno la Mungu linasema, idumuyo hata milele. Aliketi mkono wa kuume wa Mungu, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naye amshuhudia. Nitarudia kusoma. Lakini huyu alipokwisha, yani Kristo, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, maana kwa toleo moja, sema toleo moja. Yeye hahitaji kila mwaka kutoa ile damu, ilimwagika mara moja tu. Kwa toleo moja amewakamilisha hata milele. Ametukamilisha jamani, ametukamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Ndio maana lazima uikubali damu ya Yesu iingie kazini, ikutakase, ndipo ukamilishwe upate uzima wa milele. Na pale ukiendelea ndio utaona anasema kwamba na Roho Mtakatifu naye amshuhudia. Kwa hiyo Roho wa Mungu pia anashuhudia, na ndio anayekushuhudia wewe sana wakati kama huu, kwamba iko sadaka moja tu. Na Mungu afungue masikio yetu hapa. Kwa hiyo wapendwa, Bwana Yesu kwa kumwaga damu yake ya sadaka mara moja tu, neno la Mungu linasema sadaka inayodumu milele.
Kwa hiyo hakuna sadaka nyingine yoyote inayokubalika mbinguni kwa upatanisho itakayojitokeza hapo katikati zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu. Ndio maana Mungu haongwi. Unataka uzima wa milele, basi ni lazima umwamini yeye aliyetumwa kwa ajili ya ukombozi. Lazima uamini kazi iliyofanyika msalabani ilikuwa ni kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema damu ya Yesu ndiyo sadaka pekee yenye kumkamilisha kila anayetakaswa nayo. Lazima ukubali ikukamilishe. Ili ikukamilishe lazima utakaswe nayo kwanza. Ndio maana wapendwa, hakuna msamaha wala utakaso wala upatanisho na Mungu Baba aliye hai bila damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitasoma Waebrania 9 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, utakutana na maneno haya, si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Hii ndiyo sadaka isiyo na mawaa, haina doa. Itawasafisha dhamira zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo bila kusafishwa na damu ya Yesu, utajishtukia tu unaabudu miungu. Na ndio maana watu wanaopinga kazi ya msalabani wanaabudu miungu, hawamwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Itawasafisha dhamira zenu na matendo yenu mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Ili tupate kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli, lazima damu ya Yesu iingie kwenye maisha ya mwanadamu. Zaidi ya hapo wapendwa, tunakuwa tunadanganyana. Huu ndio ukweli. Neno la Mungu linasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Yesu Kristo ndiye anayetuwakilisha, ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Kumbe hata makosa yale ya Torati yanahitaji damu ya Yesu iingie kazini, mwanadamu apate kutakaswa nayo. Neno la Mungu linasema, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Unaitaka hii ahadi? Amini kazi iliyofanyika msalabani ilikuwa kwa ajili yako. Mstari wa 19, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Mstari huu uko wazi kabisa wapendwa. Ujasiri wa kupaingia patakatifu pa mbinguni tunaupata kwa damu ya Yesu. Amen. Neno la Mungu linasema, njia ile aliyotuanzia iliyo hai. Hii ndiyo njia iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu, ndiye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Jitafakari leo, unamwabudu nani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndarudia hili neno, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kumbuka damu ya Yesu ndio imetufungulia mlango wa patakatifu, patakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tuna ujasiri wa kupaingia pale kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Njia ile aliyotuanzia, ametuanzia yeye, sisi tunafuata njia iliyo hai. Kwa hiyo kama hii njia, Yesu ndiye njia, anaitwa njia iliyo hai, basi ujue kama haupo kwenye njia hii, uko kwenye njia za umauti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nasema hivi, njia, neno la Mungu linasema njia ile aliyotuanzia, njia iliyo hai, aliyotuanzia akatufungulia patakatifu pa mbinguni. Kwa hiyo kwa wale wanaopinga kazi ya msalaba, ujue uko kwenye njia ambayo sio hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Mimi najivunia kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na ndio maana
wakina Paulo wakati wanahubiri walikuwa wanasema kwa ujasiri, jamani, kama Kristo hakufufuka imani yetu ni bure, lakini kama Kristo amefufuka imani yetu si bure. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Imani yetu si bure ndani ya Kristo. Kwa hiyo neno hili linajaribu kutuambia sisi tunaotakaswa na damu ya Yesu tunapata ujasiri wa kupaingia patakatifu pa Mungu pa mbinguni, tena kwa ujasiri mkuu. Haleluya. Na maandiko yanasema hii ndiyo njia iliyo hai. Basi tambua ya kuwa kama kuna njia iliyo hai, basi zipo njia nyingine ambazo sio hai. Sasa kwa nini uchague njia ambazo sio hai? Kwa hiyo hizi njia ambazo sio hai, badala ya kukupeleka kwenye uzima, zinakupeleka kwenye umauti, tena wa milele. Kumbuka, njia ziko mbili tu, njia inayoenda uzimani na njia inayoenda umautini. Na Mungu katupa wanadamu kuchagua. Chagua njia ya uzima leo, na Yesu ndiye njia ya uzima. Usiendelee kuishi kwenye maagano ya kwanza kati agano jipya lipo la damu ya Yesu. Damu ya Yesu ya ukombozi imekwisha mwagika kwa ajili yako. Huhitaji kila mwaka kwenda kulipoti kwenye mizimu kutoa sadaka ili ufanikiwe, wakati iko sadaka ya damu ya Yesu iliyomwagika mara moja tu yenye kukufanikisha bila masharti. Na haikuwa na Yesu anakuja anasema mimi nalikuja muwe na uzima tele, lakini shetani kazi yake ni kukuangamiza na kuua kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Mungu atusaidie. Na Mungu atusaidie sana. Kwa sababu maisha ya kiroho hayana katikati. Ni lazima uchague. Amen. Lazima uchague. Na niko hapa kukwambia chagua uzima upate kuishi. Upate kuishi, upate kuishi. Na kwa wewe ambaye neno hili limekugusa na uko tayari, unaona kabisa mimi ni kweli nilikuwa kwenye maagano ya zamani, nimeingia kwenye maagano, nimemwaga damu, nimeenda kwa waganga, nimeenda kwenye mizimu, nimeenda huku nikijipatanisha na madhabahu za kuzimu. Nilikuwa sijui kama iko damu ya Yesu iliyotufungulia patakatifu pa patakatifu. Na niko hapa kukwambia kama damu ya Yesu imetufungulia malango ya mbinguni patakatifu pa patakatifu, ni mlango gani damu ya Yesu haiwezi kufungua hapa duniani? Hakuna. Hakuna. Niko hapa kukwambia hakuna. Hakuna mlango ambao haiwezi kukufungulia. Ikiwa ni wa kifamilia, ikiwa ni wa kizazi, ikiwa ni wa uchumi, damu ya Yesu inaweza kudili na kila malango. Na kiboko ya shetani ni damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Imeandikwa, na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu na kwa neno la ushuhuda wao. Tunashinda kwa damu ya Yesu, na huu ushuhuda tunaopata ni nini damu ya Yesu imetufanyia sisi msalabani. Tunamshinda shetani kwa huu ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi kama uko tayari ni kumpokea huyu Yesu, unaamini kazi ya msalaba ilikuwa kwa ajili yako, alikufa na kufuka kwa ajili yako. Kama uko tayari, karibu maombi haya. Na kumbuka tunaingia kwenye toba na kumkaribisha Yesu kwenye maisha yako. Kwa wewe ambaye uko tayari, umechagua njia ya uzima. Na niko hapa kukwambia hautajuta. Hautajuta. Basi nitakuongoza maombi haya, tutaomba kwa pamoja, utakuwa unaomba baada yangu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako ambalo ni wewe mwenyewe umeshuka kuja kuyaokoa maisha yangu. Asante kwa maana umeiona njia niliyokuwa napita ya kwamba ni njia ya umauti. Leo hii naisikia sauti yako ikiniita Bwana Yesu, na mimi ninaitika. Ninarudi kwako Baba. Ninarudi kwako kwa upya kabisa. Ninarudi kwako Bwana Yesu. Nilipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Baba, ninarudi kwako leo hii. Ninanyenyekea chini ya kiti chako cha rehema. Bwana Yesu, chini ya msalaba wako nanyenyekea. Na kuomba unisamehe. Na kuomba unirehemu. Unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote niliyofanya mbele za uso wa macho yako, kwa kujua na kwa kutokujua. Unisamehe Baba.
Unisamehe kwa kuwa adui wa msalaba. Unisamehe kwa kutokukuamini Baba. Nioshe kwa damu yako Bwana Yesu. Leo hii nafungua moyo wangu kukuamini na kukukiri kwa kinywa changu. Yesu Kristo, wewe ndiwe mwana wa Mungu uliye hai, uliyekufa na kufufuka kwa ajili yangu, uliyeshuka kwa ajili yangu kuniokoa mimi mwenye dhambi. Bwana Yesu, nitakase sasa kwa damu yako takatifu. Nioshe, nisafishe, niondolee vazi la uchi na utupu na aibu. Univike vazi la damu yako sasa. Bwana Yesu, nakukaribisha kwenye maisha yangu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ikiwa kuna mahali popote nilikukana, leo hii ninakukiri kwa kinywa changu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ingia na Roho wako Mtakatifu. Unibatize sasa. Unibatize sasa kwa Roho wako Mtakatifu. Bwana Yesu, unisaidie niishi sawa sawa na mapenzi yako. Wewe ndiwe Mwokozi wangu na mkombozi wangu na mfalme wangu na Bwana wangu na jemadari wangu. Asante Bwana Yesu. Endelea kunifinyanga kwa neno lako Bwana. Roho wako Mtakatifu ajawe nami sasa. Anijaze sasa. Nijaze Roho wako Mtakatifu. Nina kiu Bwana Yesu, nakuja kwako. Nina kiu Bwana Yesu, nahitaji kunywa maji ya Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nijaze Roho wako Mtakatifu. Tembea na mimi Baba. Asante, asante, asante. Asante kwa kuniokoa. Nisaidie kulitimiza kusudi la Mungu siku zote za maisha yangu hapa duniani. Nikuishie we Bwana Yesu na kukutumikia we Bwana kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Baba, na mizigo yangu yote ninaileta kwako. We uliyesema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Basi Bwana Yesu, leo hii ninakuletea wewe mizigo yangu yote. Nimekuja kwako na mizigo yangu yote. Ninakutwika wewe Baba, ujishughulishaye sana na haja za moyo wangu. Asante kwa maana unatenda sasa. Unatenda kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu iliyokufufua msalabani, unatenda. Asante Yesu, asante. Endelea kumshukuru Mungu. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Asante kwa kuwaokoa Mungu. Asante kwa mkono wako ambao sio mfupi hata usiweze kumwokoa mwanadamu. Asante kwa kumgusa kila mmoja kwa utukufu wako. Asante kwa neno lako liwaletea mwanga na kuwatoa katika zamani zile za ujinga Baba. Mungu, nalibariki jina lako. Asante kwa furaha huko mbinguni kwa mmoja tu aliyetubu Bwana Yesu, kwa ajili ya utukufu wako Baba. Asante Bwana Yesu, kwa maana kuna furaha mbinguni hata mmoja akitubu duniani. Mbinguni kuna sherehe na furaha Baba. Asante kwa malaika wako wa mavuno wanaovuna sasa Baba. Baba, asante kwa malaika wako wa mavuno walioingia mashambani kuvuna. Hakika neno lako Baba limekuzalia matunda. Baba, nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Na wafunika watoto wako kwa damu yako takatifu. Na ifunika mbegu hii kwa damu ya Yesu. Na itamkia ikakue, ikazae sana kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Kwa jina la Yesu nikifuta kabisa kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu hati zote za mashtaka zilizosimama katika ulimwengu wa kiroho kuyashtaki maisha yao, hazipo tena, zimebatilika kwa jina la Yesu Kristo. Na uhalali wa adui kushika maisha yako umeondoka sasa kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu. Ufufuke sasa, kwa maana umekufa na kufuka pamoja na Kristo. Si wewe unaishi, bali ni Kristo ndani yako, katika jina la Yesu. Na uhai wako kuanzia sasa umefichwa ndani ya damu ya Yesu. Shetani hawezi kuona tena, adui hawezi kuona tena. Ninakuzungushia ukuta wa damu ya Yesu na kutamkia kusonga mbele kwa jina la Yesu, na kutamkia kumzalia Mungu matunda kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, na kutamkia kulitimiza kusudi la Mungu kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, na kutamkia hekima na ufahamu wa rohoni kwa jina la Yesu Kristo. Macho yako ya ndani na yatamkia utakaso, na masikio yako ya ndani na yatamkia utakaso wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu kutakase, uone uzuri wa wito wa Mungu jinsi ulivyo mkuu maishani mwako katika jina la Yesu. Na kubariki wengi hapo na kutoka. Mungu akakubariki na kukuinua
Jina la Bwana Mungu wa Yakobo likuinue katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, nasema asante kwa kuwa umetenda, kwa maana fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni wa vizazi vyote. Nafunika ibada hii na kuendelea kuikabidhi kwenye mikono ya Roho Mtakatifu mwenye kutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa ni Roho wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Kama umeomba maombi haya, na imani kabisa Mungu amekusamehe, na wewe usijihukumu. Amen. Mungu amekusamehe, na wewe jisamehe. Umeanza upya na Bwana. Tafuta kukaa kwenye msingi wa neno la Mungu, yaani sehemu ambayo ina mafundisho ya neno la Mungu lililo hai, Biblia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu yuko ndani yako kukuongoza. Atakuongoza kukataa mabaya yote, atakuongoza katika kweli ya Mungu, atakushika macho yake akikuangalia. Na wewe sasa ni mteule wa Mungu, ni mtoto wa Yesu, ni mtoto wa Mungu Baba aliye hai. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 769145925. Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen.